Nataka tuzungumze kwa habari ya imani iletayo haki na wokovu. Kama unaandika andika hivyo. Imani iletayo haki na wokovu. Nataka tuangalie mapana ya imani sana leo. Amen. Amen. Katika ulimwengu ambao tupo leo, jambo kubwa linaloongoza maisha ya watu ni imani. Sema imani. Jambo kubwa linaloongoza maisha ya watu, kuleta matokeo, kuleta wokovu, kuleta haki, linaongozwa na imani. Imani peke yake, imani peke yake ndiyo inayoongoza haki na wokovu kwenye maisha ya mtu. Hello. Nataka tuangalie kwa mapana ya imani na chanzo cha imani kwenye maisha ya mtu. Uelewe. Afu baada hapo beba imani kubwa sana kwenye maisha yako. Hello. Imani itakayoleta haki na wokovu kwenye maisha yako. Usipokuwa na imani iletayo haki na wokovu kwenye maisha yako, kupenye itakuwa ni kazi sana. Kufanikiwa itakuwa ni kazi sana. Wengi tunaamini Mungu yupo. Amen. Ila hatuna imani inaweza kuleta wokovu na haki kwenye maisha yetu. Hello. Kumuelewa Mungu si kusababisha matokeo. Amen. Hello. Kumuelewa Mungu si kusababisha matokeo. Unaweza kumuelewa Mungu na usisababishe matokeo. Amen. Sio, nasikia vizuri. Kumuelewa Mungu si kusababisha matokeo. Kwa sababu kila mtu anamjua Mungu, kila mtu anamuelewa Mungu. Amen. Yaani leo ukimuuliza kila mtu hapa Mungu yupo, atakwambia Mungu yupo. Kila mtu atakwambia Mungu yupo. Amen. Kila mtu atakwambia Mungu yupo. Lakini ukimuuliza nionyeshe matokeo ya huyo Mungu uliyemtaja, wengi utakuta matokeo ya Mungu kwenye maisha yao hayapo. Kwa kumuelewa Mungu hakusababishi matokeo kwenye maisha yako. Amen. Hello. Hello. Ila kinachosababisha matokeo ni imani ya kumuelewa Mungu. Imani peke yake ndio inaoleta matokeo. Amen. Si uelewa wa Mungu, bali imani ya Mungu. Sijui kuna mtu ananielewa? Sema kwa damu ya mwana kondoo. Sema Yesu, nipe kujua namna ya kuenenda na kutenda katika ulimwengu huu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kitabu cha Warumi, kimbia hapo chapa afu nisome kwa spidi. Warumi 10 mstari wa 17. Kuna vitu vipana hapo tutamani tuviangalie kwa pamoja. Warumi 10:17. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, yes, basi imani chanzo chake ni kusikia. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Hello. Biblia inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mungu hatumii mtu asiyekuwa na imani. Amen. Hello. Mungu hatembei na mtu asiyekuwa na imani. Amen. So nasikia vizuri. Hello. Na katika mahala ambapo watu tumefeli, so nasikia vizuri, tumefanikiwa kuwa na imani za kutafuta ushindi wa kitu. Amen. Ila hatuna imani za kushinda baadhi ya changamoto zinazokuja kwenye maisha yetu. Amen. So nasikia vizuri. Nimesema Mungu hatembei na mtu asiyokuwa na nini? Na imani. Mungu ili atembee na wewe, hello, humtafuta mtu ambaye ana imani ndani yake. Huyo ndo anatembea naye. Biblia inasema imani chanzo chake, hello, ni kufanyaje? Ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mungu alipomwambia Nuhu, jenga safina, sio, nasikia vizuri? Hello. Mungu alituma nini? Alituma neno. Neno lilitumwa. Amen. Nuhu akalisikia neno. Amen. Baada ya Nuhu kulisikia neno, Nuhu akabeba imani juu ya lile neno ambalo Mungu amemwitia. Alafu Nuhu akatengeneza safina. Amen. Matokeo ya safina ni neno la Kristo lililobebwa na imani ya Nuhu. Manake pasipo kuwa na imani
Hello? Hakuna kitu kinachoweza kuwezekana. Nuhu amejenga safina kwa imani. Amen. Sio, nasikia vizuri. Kajenga safina kwa imani. Hakujenga safina wakati ule anaona matone ya mvua. Amen. Alijenga safina hata mvua nyakati zile haikuwepo. Sio, nasikia vizuri. Hello? Maana kilichompa kujenga safina ni neno alilolisikia. Neno alilolisikia. Neno alilolisikia. Sio, nasikia vizuri. Manake matokeo ya imani kwenye maisha ya mtu ni neno analolisikia. Kwa sababu chanzo cha imani huletwa kwa neno. Kile unachokisikia ndicho kinachoumba matokeo kwenye maisha yako. Kuna mtu anaelewa? Sema kwa damu ya Yesu. Sema Yesu Kristo, nipe kukutumikia. Nipe kukutumikia katika jina la Yesu. Natamka pakawe heri kwenye biashara yako kwa jina la Yesu. Sijaelewa kama kuna mtu ananisikia. Natamka pakawe heri kwenye uchumi wako kwa jina la Yesu. Sijaelewa kama mtu ananisikia. Hello? Natamka pakawe na fedha kwenye nyumba yako kwa jina la Yesu. Natamka magonjwa yasiwepo kwenye familia yako kwa jina la Yesu. Natamka ziki kimbia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Nisome hilo andiko tena. Some hapo. Warumi 10:17. Biblia inasema, neno la Mungu linasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Biashara yako iachiliwe leo kwa jina la Yesu. Hello? Hello? Kila mara ambapo unahitaji kutengeneza wewe, unahitaji neno. Na neno hili lije lazima linahitaji imani ndani ya mtu. Sio, nasikia vizuri. Chochote kile ambacho unakihitaji kwenye maisha yako, beba imani hicho kitu. Chochote kile ambacho unahitaji kitokea kwenye maisha yako, beba imani hicho kitu. Sio, nasikia vizuri. Neno aliendi mahala pasipokuwa na imani. Hello? 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 Manake palipo na imani, neno likishuka matokeo yanatokea. Miujiza inatokea. Baraka zinaambatana lile neno. Natamka kuanzia sasa hivi, kila mahala ambapo wewe upo, baraka ya Mungu isimame hapo kwa jina la Yesu. Kila mahala ambapo wewe upo, kazi za Mungu zisimame mahali hapo kwa jina la Yesu. Kuna mtu ananielewa? Soma hapo tena, soma hapo. Neno la Mungu linasema, Biblia inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Ni kusikia. Na kusikia huja. Ni kusikia. Hello? 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 Amen. Sema Yesu, nipe kufanikiwa. Sema tena, nipe kufanikiwa. Sema tena, nipe kufanikiwa. Imani chanzo chake ni nini? Kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa neno la Kristo. Huja kwa neno la Kristo. Imani iletayo haki na wokovu kwenye maisha ya mtu. Manake haki na wokovu ili upatikane kwenye maisha ya mtu, panahitajika imani. Imani peke yake itakupatia haki ya kumiliki biashara. Amen. Imani peke yake itakupatia haki ya kumiliki afya njema. Imani peke yake itakupa haki ya kumiliki magari unayotaka wewe. Sio, nasikia vizuri. Na wokovu wote unaotaka unakuja kwa neno la Kristo. Sijaelewa kama kuna mtu ananielewa. Ninatamka maisha yako yageuzwe leo kwa jina la Yesu. Mabadiliko yatokee kwako kwa jina la Yesu. Sema Baba yangu, kwa jina la Yesu. Sema nakusi leo kwa mamlaka ulionipatia, kwa uwezo ulionipatia, kwa nguvu ulizonipatia. Sema natamka sasa hivi, milango yangu ifunguke. Milango yangu ifunguke. Milango yangu ifunguke katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Sema milango yangu ifunguke. Sema milango yangu ifunguke. Sema milango yangu ifunguke. Sema milango yangu ifunguke katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Unapoona wewe umekaa hapo, amen, ni matokeo ya imani. Sema matokeo ya imani. Unapoona wewe umekaa hapo, ni matokeo ya nini? Ni matokeo ya imani. Manake imani ndio ile kukalisha hapo. Amen. Amen. Hello. Kwa sababu chanzo likisikia, ambao ni sauti ya nani? Sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu
imeambatana na imani yako, ndio maana umekaa hapo. Yaani matokeo ya kukaa hicho kitu unanisikiliza leo ni imani iliyoko ndani yako. Amen. Hello. Kwa sababu ndani yako kuna imani ya Kristo Yesu. Unamwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa nini? Wa maisha yako. Sasa kupitia imani hiyo imekujenga leo kukaa mahali ambapo upo leo umekaa. Sio, nasikia vizuri. Sasa hiyo imani ambayo imekufanya ufike mahali hapa, hiyo naituma leo ikasababisha miujiza kwenye hiyo biashara unayofanya kwa jina la Yesu. Warumi 10 kuanzia mstari wa 9. Tusome hapa. Warumi 10 mstari wa 9. Nataka tuone imani sasa. Hello. Inaitayo haki na wokovu kwenye maisha ya mtu. Nisome hapo. Warumi 10 mstari wa 9, neno la Mungu linasema. Biblia inasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana, na kuamini moyoni mwako, ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini, hata kupata haki, na kwa kinywa kukiri, hata kupata wokovu. Amen. Naomba nisome kwa makini zaidi. Rudia hapo. Nisome kwa makini zaidi. Neno la Mungu linasema kwa vipengele vizuri. Biblia inasema kwa maana kwa moyo mtu huamini, hata kupata haki. Hata. Hello. Maana yake haki unayohitaji imebebwa ndani ya nini? Ya imani. Amen. Biblia inasema kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Hello. Maana yake haki unayohitaji kwenye maisha yako, sio sikia vizuri, inaanzia ndani ya moyo wako. Hello. Haki unayoitaka kwenye maisha yako, haki yoyote ile unaitaka kwenye maisha yako, inaanzia ndani ya moyo wako. Biblia inasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Sio, kuna mtu naelewa? Amen. Hello. Maana yake ili haki isimame pamoja na wewe unahitaji imani. Hello. Amen. Na imani si imani tu, imani ifungwe ndani ya moyo wako. Sio, nasikia vizuri. Ili upate wokovu unahitaji kukiri. Manake haki imefungwa ndani ya moyo wa mtu, na ili iwe haki lazima huyo mtu abebe imani ndani yake. Wokovu umefungwa ndani ya neno la mtu. Hello. Kile unakiri ndicho kinachokupa wokovu. Kile unachoamini ndicho kinachokupa haki. Jinsi unavyoamini na ndivyo unavyopata haki. Jinsi unavyokiri na ndivyo unavyopata wokovu. Hello. Namna unavyoamini na ndivyo namna ambavyo haki zinaongezeka kwenye maisha yako. Namna unavyokiri na ndivyo namna unapata wokovu kwenye maisha yako. Manake wokovu wa mtu umefungwa ndani ya ukiri wa mtu. Kuna mtu naelewa? Jinsi unavyokiri siwezi na ndivyo huwezi maisha yako yote. Amen. Hello. Jinsi unavyokiri naweza na ndivyo unaweza maisha yako yote. Kwa sababu namna unavyokiri ndivyo unavyopata nini? Wokovu. Manake wokovu wa mtu umefungwa ndani ya kitu anachokiri, kitu anachotamka. Unapomwamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hello. Na kuwa Mungu alimfufua katika nini? Katika wafu. Wanena vyema na waamini vyema. Ila haitoshi kwa namna ile. Ili utembee na ajabu na ishara zake, cha kwanza imani ndani ya moyo wako. Cha pili kukiri ushindi, kukiri kuweza, kukiri kufanya, kukiri kufanikisha. Sema kwa damu ya mwana kondoo. Sema kwa jina la Yesu. Sema ninatamka kuanzia leo kila milango iliyofungwa ifunguke sasa hivi. Manake unaposema ifunguke sasa hivi, manake unakiri ili upate wokovu juu ya malango hayo. Hello. Unapotamka hiyo milango ifunguke sasa hivi, manake huo ni ukiri unaoleta wokovu ndani ya malango yako. Kuna mtu ananielewa?
Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema Jumapili ya leo, ninatamka kuanzia leo, kila mlango uliofungwa ufunguke sasa hivi. Kila njia zilizozuiliwa ziachiwe sasa hivi kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Biblia inasema ukimwamini ya kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ukaamini ya kwamba huyo Yesu alifufuliwa na Mungu katika nini? Katika wafu. Amen. 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 Manake wewe mtu kama yule wanena vyema na waamini vyema. Hello. Hello. Imani ile itakupa wokovu kwenye maisha yako. Sio, nasikia vizuri? Sio, nasikia vizuri? Na Biblia inasema ili sasa ule wokovu ukamilike kwenye maisha yako, lazima ujifunze kuwa ni mtu wa kukiri ushindi. Sio, nasikia vizuri? Ili wokovu ukamilike, ambao chanzo chake ni kumwamini Yesu kuwa ni mwana wa Mungu. Ili wokovu ukamilike, lazima ujifunze kuwa ni mtu wa kukiri ushindi mbele yako, kukiri kuweza mbele yako, kukiri kufanikisha mbele yako. Na tamka kuanzia dakika hii kwa jina la Yesu, kila palipobomoka pasawazishwe kwa jina la Yesu. Amen. Kila palipopaluzika pasawazishwe kwa jina la Yesu. Amen. Na kila palipoharibika pakawe sawa kwa jina la Yesu. Amen. Hello. Paulo anawaambia Wagalatia, na tufarijiane kwa imani zetu mimi na nyinyi. Amen. Maana kina tufarijiane kwa imani zetu mimi na nini? Na nyinyi. Hello. Imani zile ambazo zimetuungamanisha mimi na nyinyi, zimetupatanisha mimi na nyinyi. Hello. Maana yake nini? Maana yake nini? Ninapoibeba imani ya Kristo mbele yako, lazima na ubebe imani ya Kristo mbele yako, ndani yako. Amen. Hello. Hello. Imani yako wewe iko katika nini? Katika kupokea. Sema kupokea. Unaposema amina, manake na iwe nini? Na iwe hivyo. Hello. Hello. Manake neno na iwe hivyo, manake ni imani inayotoka ndani ya moyo wa mtu. Natamka ushindi mbele yako. Natamka kibali mbele yako. Natamka mpenyo mbele yako. Natamka ushindi mbele yako. Kuanzia leo matokeo yasimame kwako. Kuanzia leo kibali kisimame mbele yako. Natamka udhaifu ukuachie, magonjwa ukuachie, kila kitu kibaya kiondoke juu yako. Sema mimi ni mshindi. Sema mimi nimeamliwa kufanikiwa. Sema mimi nimeamliwa kufanikiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hello. Nimesema kumwamini Yesu peke yake hakutoshi kama huna imani. Sio, nasikia vizuri? Kumwamini Yesu peke yake hakutoshi kama huna nini? Kama huna imani. Manake imani yako ikiambatana na jina la Yesu na udhihirisho wa Yesu, manake wewe mtu kama mle, matokeo yako yatakuwa ya kawaida. Hello. Udhihirisho wako utakuwa wa kawaida. Na kutuma leo kawe mtu wa matokeo kila sehemu kwa jina la Yesu. Sema mimi ni mtu wa matokeo. Sema tena mimi ni mtu wa matokeo. Sema tena mimi ni mtu wa matokeo. Endelea kusoma mstari wa 10 usome. Mstari wa 10 unasema, Biblia inasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Hello. Kila changamoto unayopitia, beba imani juu ya changamoto. Sasa vizuri. Kila tatizo unalolipitia, beba imani juu ya hilo tatizo. Amen. Amen. Kila kitu unachokipitia kwenye maisha yako, kibebe imani. Amen. Alafu kile ushindi ndani ya hicho kitu, kile kupenya ndani ya hicho kitu, kile kufanikiwa ndani ya hicho kitu. Kila jambo unalolipitia, libebe imani. Sasa vizuri. Ngoja nikwambie kitu. Kila changamoto ngumu inahitaji imani ngumu. Amen. Kila mapito makubwa inahitaji imani kubwa. Hello. Hello. Namna unavyolichukulia jambo, ukalibebea imani kwa namna ile, na matokeo yatakuwa vile vile. Sio, nasikia vizuri? Namna unavyolichukulia jambo kwenye maisha yako, ukalibebea imani kwa namna ile, na matokeo yatakuwa vile vile. Hello. Kila jambo gumu linahitaji imani ngumu. Sio, nasikia vizuri? Hello. Kila jambo kwenye maisha yako
lazima libebewe imani yake. Imani ya kuondoa magonjwa usipeleke kwenye imani ya kupata fedha. Sio, nasikia vizuri? Hello. Kwa sababu kila jambo kwenye maisha yake linabebewa imani yake.